lakini mwisho wa yote tujenge familia ya kwenda mbinguni. Tunaomba kwa jina la Yesu na Mwokozi wetu. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Katika maisha yangu tangu nikiwa msichana mdogo nilikuwa nataka kuwa mbele. Yaani mimi sikuwa nataka kuwa mtu wa nyuma nyuma. Mimi hata waliosoma na mimi wananifahamu. Never sky nyuma. Yaani mimi sitaki kuwa wa nyuma. Sitaki kuchelewa kanisani mnavyoniona hapa. Mimi na mume wangu saa 1 tumechelewa, saa 1:30 tunaenda kanisani. Kabla ya saa 2 si tumefika. Mimi sitaki kabisa kuchelewa kanisani, kuchelewa kwenye mambo matakatifu, kukaa nyuma mimi kwangu mwiko. Kwa sababu mimi nataka Bwana anifanye kuwa kichwa na si mkia. Kwa hiyo namna ya kuwa mbele ni lazima uwe kiherehere. Kisha kuwa kiherehere Bwana anakufanya kweli kuwa kiherehere katika kila jambo. Kwa hiyo ni wasi wale wanaopenda kukaa nyuma, ndivyo wanavyokuwa nyuma. Kiuchumi nyuma. Wenzio wote wataolewa, wewe utaolewa nyuma. Ukiolewa unaolewa na watu wa nyuma. Kila kitu yani wewe nyuma nyuma nyuma. Ukioa unaoa mwanamke yule wa nyuma nyuma. Yani wewe penda kukaa mbele. Lakini basi nimefurahi hapa kuna ushuhuda hai wa mwanafunzi wangu. Simama watu wakuone. Hadi nilikuwa nimekasahau, kalikuwa kadogo. Namshukuru Mungu kwamba nina mchango kwake wa kumfanya afike hapo alipo. Si kumfundisha. Yaani si kumfundisha kule darasani, ila kimaadili na kumsaidia katika kila nyanja afike hivi alivyofika. Baraka nikikuona hivyo namwambia Mungu asante. Na inanitia chachu kusaidia tena watoto wengine. Jamani, ukipata nafasi ya kusaidia mtoto wa mtu, msaidie, siku moja utafurahi. Utakapoona amesimama kwa ajili yako, unamshukuru Mungu. Sasa nina mambo machache hapa. Mojawapo, kabla sijasema somo hili ninalotaka niende nikafundishe, kuna kitu nataka niseme. Dalili ya kwamba hii ndoa itaenda kusumbua huwa inakuwepo kwenye mianzo yao ya uchumba, lakini pia kwenye mianzo ile ya sherehe. Namna ya kuonesha kwamba hii ndoa itakusumbua ni namna ambavyo mnafanya uchumba wenu. Nikisema uchumba wenu si unaelewa? Uchumba wenu mlivyoufanya na mpaka mnavyokuja kufunga ndoa. Sasa pasta, hapa kuna mtego wenu mzuri sana na mmeingia bila kujua. Yaani mmeingia kichwa na miguu. Mchungaji anakuja kufungisha ndoa saa 9. Ndoa ikishafungwa saa 9 mpaka mtoke matching na nini inakuwa saa ngapi? 11 hivi. Fanya 11 amewahi. Baada ya hapo watu wanaenda kwenye kupiga picha. Masaa 2. Ni saa ngapi? Waanze kujizoazoa ukumbini. Saa ngapi hapo mnaanza? Hivi huyu mtumishi wa Mungu hapa hahusiki? Anahusika number 1 kwa kuvunjika kwa hii ndoa hapa. Baadaye unarudi tena mchungaji Chiragi, unawashauri wakati ulisaidia kuvunja. Kwa nini ulivunja? Nimezoea kuambia watu hivi kwamba hivi kuna mtu gani mwenye akili? Hebu niangalieni. Wanaume si wanavanga hapa suruali hapa ina zipu. Hebu fikiria mtu gani ana akili anafungua zipu hapa. Anachota siafu anawaweka, afu anafunga zipu. Hivyo ndivyo watu wengi wanafanya kwenye ndoa zao. Wanakaribisha siafu, wanawavalia nguo humo siafu. Lazima siafu atakudhuru. Umemkaribisha shetani kwenye ndoa yako, kwa nini asikunyanyase? Watu wengi sana ndoa ikishafungwa kanisani wanamwambia Yesu, na wewe unaenda wapi? Hata mimi nataka nije ukumbini. Wewe ukumbini wewe hakukuhusu. Wenzako kule tunachezanga kwa ito. Wewe baki hapa hapa umemaliza kazi. Chakula chenu cha kwanza kama mke na mume. Usiku wenu wa kwanza kulala pamoja kama mke na mume. Na Yesu mmemwacha pembeni. Mnataka nini? Mambo yanayotendeka kwenye ukumbi ni aibu. Acha watu wengine wafanye. Wewe ni Mwadventista msabato. Wewe ni taifa takatifu, uzao wa kinini wa kifalme.
Wewe sio wa kawaida, usingeiga wengine. Haya, waliofunga ndoa hapa zamani, ndoa kabisa, sio ile chagulaga ile, ndoa ya shera, nyosha mkono. Uliolewa wewe juma ngapi? Saa ngapi? Mwingine saa ngapi baba? Na ilikuwa juma ngapi? Wow. Nyie Jumapili saa ngapi? Wewe binti yangu, wewe saa 6 juma ngapi? Alhamisi. Umesikia? Yule pale aliolewa Alhamisi, huyo hapa alifunga ndoa Jumanne, mimi nilifunga ndoa Jumanne. Wakati huo ndoa tulikuwa tufungi Jumapili. Lakini leo mpaka wachungaji mnaoa Jumapili. Ukishafunga ndoa Jumapili hauna namna, umevunja sabato. Unataka utaki ndoa, umevunja sabato. Full stop. Wewe utakaa kanisani Jumamosi na kesho ni sabato na kesho ndio harusi. Uwazi suti, uwazi keki. Hivi keki iko tayari? Biblia inasemaje? Wala usiwaze ya kwako, si ndio? Wewe utaacha kuwaza. Si unajidanganya? Angalia mtego, watu wanavyoingia mtego. Kuna mtu aliuliza, ni wewe, kwamba sasa ndoa zinakuwa usiku. Usiseme sisi, sema mimi. Si Mungu amekupa watoto? Anza kwa watoto wako wewe peke yako. Shida yetu tunaiga wachungaji. Wachungaji hao walikwambia ni wanaenda mbinguni hao. Yaani wewe kabisa ushamuuliza chinagi anaenda mbinguni? Kakuambia lini anaenda mbinguni? Ana mpango wa kwenda? Ni mimi. Sawa. Nianze mimi. Kijana wetu sisi alipooa Heri, ndoa imefungwa siku ya Alhamisi saa 4 asubuhi. Na nakumbuka niliulizwa, sasa mtumishi wa Mungu, unajua sisi huku kwetu Dar es Salaam ndoa hata Jumapili yenyewe watu hawaji kanisani, sasa hiyo Alhamisi itakuwaje? Niliwauliza, mnajua huyo mtoto ni wa nani? Ni wa mwinjilisti Deborah Uri anayefundisha haya mambo. Napaswa kuwa mimi mwenyewe somo. Nikawauliza, bwana harusi na bibi harusi watakuwepo, si ndio? Wakasema ndio. Wazazi wa bibi harusi watakuwepo, wazazi wa bwana harusi. Haya, hao wengine ambao hawatakuja nani? Sasa wewe wapambe wanakuhusu nini? Kuna mambo tunaharibu sisi wenyewe. Umeshaelewa? Yaani sisi wenyewe ndio tunaharibu maisha yetu wenyewe, kwa sababu maisha ni ya kwangu. Umeshaelewa? Mbinguni naenda mimi, uhusiano na Mungu lazima nifanye mimi, bila kuangalia hawa wengine wao wanafanyaje. Mimi hawajaniambia wanaenda mbinguni, ila mimi najijua naenda. Kwa hiyo sitarajii mtoto wangu yeyote atafunga ndoa Jumapili, kwa sababu utavunja sabato. Ni rahisi sana. Unakaa unawaza, wageni wameingia. Biblia inasema hata mgeni aliye ndani ya malango yako apumzike sabato, si ndio? Huwezi kuelewa ninachokuambia kama unapikaga ubwabwa siku ya sabato asubuhi. Huwezi kuelewa. Utaelewa tu kama wewe ni mtunzaji wa sabato inavyotakiwa. Wengine mpaka mnachinja ng'ombe siku za sabato. Na wale mliowapa oda ya vyakula wanaandaa lini? Si sabato? Si kila kitu kinafanyika? Sasa nyewe ambao hamjaoa na kuolewa, shikeni hiyo, chukueni. Chukueni mwende mkaanze ndoa takatifu kwenu. Mimi nikiwa msichana mdogo kabisa, Bwana alikuwa ananiandaa kwa hii kazi. Sikuolewa Jumapili, niliolewa siku ya Jumanne. Mkifika ukumbini mnafanya vitu vyote kama wa mataifa. Nilishuhudia kwa macho yangu haya mawili mara mbili Waadventista wa Sabato, ila wale pale walikuwa wa Sabato. Na wanacheza kabisa nani tamu, mnajua hiyo nani tamu. Na wanakwaya, ni wanakwaya wa kwaya fulani. Nani tamu, si mnajua ule wimbo? Wanaimba kabisa, wanacheza, ngoja ni enjoy. Una enjoy maisha ni nini? Unajua tunamchezea Yesu. Hebu iwe sehemu ya maisha yetu Yesu. Kuna raha kukaa na Yesu. Hata kufundisha vitu vingi sana. Kuna vitu wala hutaambiwa na mtu. Yesu mwenyewe anakufundisha kwa njia ya Roho Mtakatifu. Ninatamani nifundishe kitu fulani hapa. Sasa ndio nakitafuta, sio kimeenda wapi. Wakati nimekifunika hapa.
kinataka niende somo jingine. Kwa hiyo ninyi wenye watoto, usiseme sisi, sema mimi. Binti yako atakapoolewa, kijana wako atakapooa, anza. Na kinachowakwaza watu wengi ni hiki, anaalika kamati nzima, sio wenzake, na ile kamati ndo wanakuendesha. Aliyewaambia lazima mfanye sherehe ni nani? Kijana wangu, unataka kuoa, ukishamaliza mambo ya wazazi, nenda kwa mchungaji. Mwambieni mchungaji, tunaomba utufungie ndoa. Unaweza ukafunga ndoa siku ya Sabato, haina sherehe yoyote. Muombe mama fulani hapa akuandalie chakula cha wewe na mkeo. Mnakula chakula, ibada inaendelea, ibada ya ndoa. Baadaye mke na mume wanakaa pale wanasikiliza ibada, mnamaliza, mnaenda kula, unachukua mkeo, mnarudi nyumbani. Sawa? Hayo masherehe ndio yanamfukuza Yesu. Hakikisha kwamba Yesu anakuwepo nyumbani kwako. Sawa, watu wa Mungu? Tumeelewana? Haya. Ninatamani kufundisha somo la malezi hapa. Kwenye somo la malezi kuna kitu muhimu hapa nataka kukigusia, na sitaki kabisa kuchelewa muda. Tumeshaomba, tunasoma Mwanzo 1 fungu la 28. Biblia inasema zaeni mkaongezeke, mkaijaze nchi na kuitiisha. Mmesikia hilo neno? Tuzaliane sawa, lakini tutiishe. Unaona, mwanadamu hakuna mnyama ambaye hamtiishi, Simba, chatu, taja wote wale unaowajua wewe. Fisi ndio hao wajukuu zangu huko wamefanya usafiri. Wajukuu zangu mimi huko, wao wamefanya ni usafiri maalum. Ngoja na wana plate number. Fisi. Kwanza acha na wajukuu zangu. Kila mnyama anafanya nini? Anatiishwa. Lakini ni ajabu, mwanadamu, baba na mama hawawezi kutiisha watoto wao. Hivi unaona hiyo ni sawa? Wazazi hawawezi kutiisha watoto. Mtoto anafanya anavyotaka kwenye nyumba yako. Yaani anavaa nguo anazotaka, kila kitu anataka yeye kwenye nyumba yako wewe. Anakula ugali wako, anavaa nguo zako na anakaa kwenye nyumba yako. Halafu anafanya mambo anayotaka. Unaenda kinyume na neno la Mungu linalotaka tuwatiishe watoto wetu. Tunasoma katika Mithali fungu tulilozoea 22 na fungu la 6 kwamba mlee mtoto katika njia impasayo, naye hata iacha. Hiyo ni kweli. Sasa hii njia inayompasa ni ipi? Na umri wa kulea mtoto ni upi? Umri wa kulea mtoto, kwanza mtoto anaombewa kabla hajatungwa. Ukiwa mvulana hivyo, ukiwa msichana, unaanza kuombea uzao wako. Na unaanza kubehave kama mama mwenye adabu, na ni binti. Kuna mabinti kwenye hii kwaya inawapenda sana. Unaitwa nani? Irene. Yaani kutoka huko kwenye chumba cha moyo changu cha siri, nilipokuona tu mara ya kwanza nilikupenda. Tangu siku ya kwanza yeye anasimama na nguo zake kama mama fulani kana kuandaliwa kuwa kama mama kama ana. Wakati huo mwingine tangu nianze kumuona anavaa nguo za uchi tu na yuko sawa, yuko happy. Naomba uendelee. Hivyo ndivyo wanawake sasa wanajiandaa kuwa wamama bora. Hivyo. Na sijui kama hawajamuona watu, sijui ameshaonekana kitambo. Kumbe ndio maana. Jamani, nyie mnasemaje labda? Kwani lazima aonekane huku juu, huku chini tayari mambo yanasukwa nyie? Haya, sikia sasa. Unaanza kulea mtoto wako ukiwa mvulana, ukiwa msichana, kwa tabia yako. Tabia njema. Mara tu unapoolewa, wewe mke na mume mtashikana mikono, muombee uzao wenu. Baba, umesema utabariki uzao wa matumbo yetu. Tuko tayari. Bariki watoto watakao kuja. Utakapojiona wewe tayari ni mjamzito, unaanza, baba na mama mnaanza kulea mtoto huku tumboni. Baba anatakiwa kufanya nini mtoto akiwa tumboni? Ahakikishe mke wake hakasiriki. Wewe mama awe mwenye furaha muda wote, ni kazi ya baba. Jinyime, jizuie, usimsemeshe vibaya huyu mama. Mama anapokasirika mtoto anadhulika. Kazi yako baba ni kupapasa tumbo, kusemesha mtoto aliyoko tumboni.
Yesu anakupenda, lakini mimi baba yako nakupenda zaidi. Nasubiri utoke mwanangu. Unabusu tumbo. Unakotoka unakuja unasalimia tumbo. Unasalimia mtoto wako. Na mtoto analelewa miaka 0-7. Tabia yake yote ya baadaye ni hiyo miaka yako 7 cheza nayo. Ambayo wazazi wengi hiyo miaka 7 huwa wanasemaje? Mtoto. Lakini hiyo ndio miaka 7 ya kutengeneza tabia. Na wataalamu wameenda mbali, wanasema miaka 3, na mimi nawakubalia. Miaka 3, huyo usifikirie haelewi, anaelewa kila unachotaka. Ndio mahali pa kuweka tabia. Na mimi nimewakubalia wataalamu wanaposema 3, nikikubaliana na Samueli. Biblia inasema Hana alimpeleka Samueli hekaluni alipoachishwa tu kunyonya. Sasa hakuna mtoto anayenyonya miaka 5-6. Obviously ilikuwa 2-3 hapa, si ndio Alipomwachisha ndipo akapeleka wapi? Hekaluni. Lakini umeona yule mtoto, usiku kule ni baridi. Anapoenda kwa kuhani, umeniita. Kuhani anamwambiaje? Sijakuita, rudi ukalale. Mtoto analala. Anasikia tena sauti. Ingekuwa ni mtoto wako angesemaje? Ili zee bwana lisumbufu. Nikienda linasema alijaniita, mimi siendi. Alienda tena. Akamwambia tena sijakuita, rudi ukalale. Alirudi tena kufanya nini? Kulala. Akaenda tena mara ya 3. Ndipo kuhani anamwambia akaelewa. Hebu ukisikia tena unaitwa, sema nena Bwana, kwa kuwa mtumishi wako anasikia. Mtoto alitengenezwa wapi? Nyumbani na mama yake. Ukimchukua Yokebedi, unaona vijana wetu wa sasa, ameacha familia yake kule kijijini masikini. Anapokuja mjini ni mwanachuo, anapata bumu, anawasahau kabisa wazazi, sivyo? Je, Musa alifanya hivyo? Mama Musa alipopata bahati ya kushika mtoto, kama namuona akinyonyesha, anamwambia we sio Misri, we ni Mwebrania. Akimlisha anamwambia Waebrania wanakula hivi. Akimvisha nguo anamwambia Waebrania wanavaa hivi. Miaka 12 amerudi kule kwenye jumba la kifalme. Mama alishaweka kila kitu kichwani kwamba yeye sio Misri. Fikiria, anarudi tena kwa watumwa. Kuna nini cha watumwa cha kwenda kuangalia? Ni zile shida. Lakini Musa anarudi. Kwa nini? Mama alimwambia. Kila mama anaweza hiyo. Mimi huyu mama amenifundisha sana malezi. Wanawake wamenifundisha malezi ya watoto. Huyo Yokebedi na mama anayeitwa Sonia, mama yake Ben Carson. Amenifundisha yule mama. Nimempenda yule mama. Ametengeneza mtoto wake kuwa daktari bingwa duniani. Mama ambaye akwenda shule, alafu wetu una degree na akili kichwani hazimo. Sasa umesoma nini? Ndio maana nawaambiaga wanaume, ukipata binti ana akili zake zenye akili, anampenda Yesu, ni darasa la 7, fanya haraka. Fanya haraka wewe. Waweza kuwa tamuwahi. Ni darasa la 7, lakini kana akili, kana mpenda Yesu. Chukua. Kwa sababu wengine wanasoma na hawajaelimika. Hakuna hata kitu mtoto wako anajifunza kwa huyo mama. Hana huo muda kwanza. Ndio wale wa mama lea, mtoto ameoga lea, mtoto amekula. Sasa njia impasayo mtoto ni ipi? Hiyo njia Biblia inayosema impasayo ni ipi? Wazazi wengi tunajiuliza hilo swali, sivyo? Hiyo njia ni Kumbukumbu la Torati 6 na kuanzia fungu la 4. Neno la Mungu linasema, sikiza Israeli, Bwana Mungu wetu ndiye mmoja. Nawe mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, kwa roho yako yote. Unaona sasa? Kwa moyo wako wote, kwa roho yako yote, na kwa nguvu zako zote. Na maneno hayo uyaweke moyoni mwako. Nawe uwafundishe watoto wako uketipo katika malango ya nyumba yako. Hapo ndio tunakwama. Mama kichwani, mtana chinu. Na baba na yeye mtana chinu. Sasa hawa wote kichwani hamna kitu. Wanafundisha nini watoto? Hivi mnaelewa? Kwa sababu hayo maneno Biblia inasema yakae moyoni mwa mzazi. Yakisha kaa moyoni mwangu, maana yake ni kwamba yatakuwa sehemu ya maisha yangu. Kwa hiyo maisha yangu mimi yatakuwa somo kwa watoto. Sasa maisha yangu mimi sio somo, isipokuwa nikisimama mbele ndio Mkristo. Nikihubiri, nikifundisha hivi ndio Mkristo. Nikirudi ni wa kawaida yule yule. Watoto hakuna kitu wanapata. Anasema uketipo malangoni mwa nyumba yako. Tukiketi malangoni huwa tunafanyaga nini wazazi? Kwenye nyumba zetu huwa tunafanyaga nini? Unakuta baba na suruali,
na mama naye na gauni au na sketi, mnaangalia nini? Mnaangalia video, si ndio hivyo? Hivi mnaelewa? Mimi nimesoma literature chuo kikuu. Unajua wale wanaoangalia tamthilia zimetengenezwa kwa hata huku naonekana sasa. Na ndio maana wanaopenda tamthilia kati ya wanaume na wanawake ni nani? Wanawake. Ukiona mwanaume anapenda hizo, ana kasoro hapa, hayuko sawa. Kwa sababu wanaume wana reasoning. Sawa, sisi tunaangalia kama vile kweli umekaa kabisa, mama mkubwa mzima kama mimi hivi, unakaa kabisa kama vile kweli. Na kwa kufanya hivyo unakuwa mtumwa, na watoto wako ndio wanaangalia kwa kutazama, unabadilika. Ndio maana wamama, mmonyoko wa maadili kwa wake za watu unaendelea. Kwa nini? Wanavyoangalia kule kwenye tamthilia, wanaangalia labda mwanamke wa Nigeria kwenye michezo anasonya mumewe. Siku moja utamsonya wa kwako, kwa sababu hautaona kama ni shida, inakuingia polepole. Sawa, baadaye unaona ni kawaida. Itafika mahali utasonya wa kwako. Kumbe wenzako wale pale ni mchezo tu, kule wanaigiza. Akikulamba makofi usitufuate. Watoto hujifunza kwa kuona zaidi kuliko kwa kunena tu. Kama hutaki watoto wako wasitukane watu, usiwatukane watoto. Uwe na adabu kwao, waheshimu, wajengee watoto kujiamini. Unaona kuna vile vitoto Sabato ya 13 vinasimama mbele, alafu vinasema kwa ujasiri. Alafu kuna wengine akisimama mbele, akianza tu kusema fungu linapotea. Huyu ndio anaendelea ndio tayari hapo hana ujasiri. Kumbe ibada za nyumbani zinatengeneza mwanadamu awe wa maana. Sawa, haya sema nyumbani. Baba na wewe kariri mafungu, watoto waone kwamba kumbe hata wewe unaweza. Kwenye ibada ya nyumbani, msifanye ibada za nyumbani ibada za kikubwa. Kama mna watoto chini ya miaka 15, fanyeni ibada zao. Sasa mlio wengi mnasoma lesson nyumbani na mna watoto wadogo. Lesson ni yako binafsi. Si mtaenda mjadala huko kanisani. Nyumbani tunafundisha misingi 28. Kwa nini? Kwa sababu tunazaa wapagani, hatuzai wa Kristo. So tunawaongoa wawe wa Kristo. Tena sio wa Kristo, wa Adventista wa Sabato. Kwa hiyo tunafundisha misingi 28 nyumbani. Ndivyo tumefanya na mume wangu. Ukishika msingi wa Sabato, mnaufundisha hata mwezi mzima. Ikifika Ijumaa practical, watoto wanaona Sabato inavyotunzwa. Siku wamejifunza, sasa wanaona kabisa, na wanaona hakuna kazi mnafanya siku ya Sabato. Hakuna mtu anaangalia TV. Kwa hiyo watoto inawakaa, yanakuwa ni sehemu ya maisha yao na wanapenda. Ongoeni watoto nyumbani. Mtoto kwenda kanisani hajaongoka, haina maana ameongoka. Mtoto kukariri mafungu hapa mbele haina maana ameongoka. Kinachomuongoa ni ile ibada ya nyumbani kwenu, baba na mama. Namna ambavyo baba ni Mkristo kweli nyumbani, namna ambavyo mama ni Mkristo nyumbani. Lakini baba nyumbani mkali bila sababu, kamama kanajibu hovyo na mtoto anaona. Sawa, watu wa Mungu, uketipo malangoni mwa nyumba yako. Tunapoketi nyumbani ni neno la Mungu. Anasema muandike kwenye miimo ya milango. Nyumbani kwetu mtu akija anaona nini? Haya, naomba niguseguse tu kwa sababu ya muda. Lakini basi tamkia watoto wako baraka. Watamkie watoto wako baraka. Ulimi huumba. Waumbie watoto wako. Ninayekwambia mimi ni shahidi wa hayo. Tamka, watamkie. Tamka makubwa ambayo hayawezekaniki kwa akili za kibinadamu. Ita watoto wako, watamkie, wasikie. Kuna siku nasikia kabisa nataka kumwambia mtoto wangu, last born alikuwepo. Nikamwambia, nikaenda chumbani kwake nikagonga. Nikamwambia nasikia kukubariki mwanangu. Tukapiga magoti, nikamuombea. Watamkie baraka watoto wako. Ulimi huumba. Acha maneno yale ya makasiriko kwa watoto. Liangalie kwanza. Sura mbaya, sijui nani atalioa. Umeshamuumbia. Binti anakuwa ametosha kuolewa, haolewi, unashangaa. Ni wewe ulimuumbia kwamba sura yake mbaya. Kama wewe uliyemzaa umeona sura yake mbaya, nani ataona yeye ana sura nzuri? Unaona mnavyoharibu watoto? Tamkia watoto wako baraka. Sawa sawa? Siku nyingine ndio tutajifunza kwa undani umri wa watoto na tabia zao.
Lakini hebu leo, kwa sababu ni siku ya mwisho, hebu niguse tu haya kwa juu. Sawa Kuna umri mtoto, pasta, yule mtoto wenu wangapi? Watatu. Kwa hiyo mna watoto wengine. Unakuta kuna umri mtoto anaita mama, 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 na huwa tunachoka kuitika, si ndio? Inakula kwako. Itika hata mara 200. Abe, unasemaje mwanangu? Abe, unasemaje mwanangu? Na anakuita na asemi kitu. Si huwa mnasikia hiyo? Itika. Abe, unasemaje? Ndio kuna wazazi anamwita mtoto wake mara 2 mara 3 na haitiki. Si huwa mnaona hiyo? Kwani wewe ukimwita na wewe unaitikaga akikuita? Kwa nini yeye aitike? Ni wewe umemjengea hiyo tabia kwamba ukiitwa sio lazima uitike mara moja. Itwa mara nyingi. Usiseme maneno haya kwa mtoto wako. Mama White anaandika, anasema hata tabia iliyo ndogo sana mbaya ya mtoto irekebishe haraka. Wakati sisi tuna maneno haya, ni mtoto ataacha. Imeandikwa kwenye kitabu gani kwamba ni mtoto ataacha? Hapana, rekebisha. Sawa malezi ya ukali sana, hapana. Kuna aina 4 zile za malezi, lakini leo sitafundisha. Kuna malezi yale ya ukali sana, yaani mzazi ni mkali, mtoto anakuogopa. Kwa hiyo mtoto, ndio wale watoto unakuta watoto wanabakwa mpaka wanaharibika, mzazi hajui. Mtoto anataka kusema hawezi kwa sababu wewe ni mkali sana. Na mara nyingine anakuja, baba, toka nina kazi hapa. Kumbe tunatakiwa kuwa marafiki wa watoto. Mtoto wako akiwa rafiki yako, atakwambia chochote atakachokutana nacho, atakwambia. Mfanye mtoto wa kuamini, kwa sababu kuna umri mtoto anamwamini mzazi 100%. Anavyoendelea kukua, kuna mahali anakuamini 5%, 95. Amewapa peer group, hajakupa wewe. Wewe umebakisha 5. Ndio unasema na mtoto mpaka unachoka. Unaona watoto, kuna mahali ili jengo likiwa giza, alafu mpandishe mtoto kule juu. Baba, kaa chini, mwambie jiachie nikudake. Anajiachia. Ndio Baba wa mbinguni anataka tuwe kama watoto. Tumuamini yeye kama mtoto anavyomwamini baba yake, ndicho anachotaka. Sisi tuna mashaka, hatuna imani kama ya watoto. Kwa hiyo ukali sana kwenye malezi, hapana. Na ile kuwa neglect watoto, hapana. Yaani utaki shida, afanye anavyotaka, hapana. Lakini pia kuna yale malezi ya, yani hutaki kujihusisha, hutaki kujiingiza kwenye malezi, yani hutaki kero. Kwa maneno mengine, unawawekea katuni, wewe unaenda zako kufanya mambo yako, na ile katuni ndio shetani ameshaingia kuitumia. Mimi pia watoto wangu tuliangalia Tom Jerry na watoto wangu. Mimi pia nilikuwa nimeshaathirika na katuni kwa sababu ya watoto. Tunakaa wote tunaangalia Tom Jerry. Niliogopa siku niliona Tom Jerry, shetani kashawatumia Tom Jerry kufanya kile kituko. Niliumia kwamba kuna siku au labda waliangalia alafu mimi sikuwepo. Hichi nacho kilikuwepo zamani hizo, na hisi kimekuwa tu siku hizi. Kwa hiyo sio salama. Wazazi wengi wanafanya hivyo, hawataki usumbufu, na ni kwa sababu wazazi wengi tunapenda mitandaoni. Kwa hiyo unakuta mama yuko hivi na mtoto akija anamsumbua. Wale wanaonyonyesha watoto, hapa naonekana kunyonyesha mtoto ni kitendo cha maana sana. Kwake ni tabia, unamtengeneza. Sasa wamama wengi wa sasa hivi wananyonyesha hivi. Wamama, mtoto akinyonya anaangalia wapi? Anaangalia wapi? Anatafuta nini kukuangalia usoni? Anatafuta bondi ambayo haipatikani kwingine kokote. Unatakiwa ufanye nini? Ukimnyonyesha mtoto wako, unaacha kila kitu, unamwangalia yeye, unatabasamu, ukimpetipeti. Unatengeneza mwanadamu wa maana sana, aliye makini, anayeweza kufanya jambo kwa wakati likamilike vizuri. Si yule mara anasoma, mara yuko na maboyfriend, mara na magirlfriend. Wakati wa kunyonyesha, acha kila kitu. Ipua sufuria jikoni, iweke chini, nyonyesha. Kwetu walituambia ukinyonyesha usizungumze, mtoto atapaliwa. Nimewapenda sana.
na ukiangalia aina ya watu wa kwetu wote wanafanana. Kumbe ni kwa sababu ya huo mwiko walioambiwa wazazi wetu. Siku hizi si unajua kila mwiko watu wameufutilia mbali. Wa siku hizi sasa ndio wataadhibika. Lakini tuliambiwa ukinyonyesha usiongee. Kwa hiyo ina maana kama uongei unamwangalia tu mtoto wako. Tuko wamama, wale wamama wadogo wadogo wanaoendelea bado kupata watoto. Kwa hiyo usiwe mkali sana kwa watoto wako. Hapana. Pata nafasi ya kuzungumza na watoto wako. Sawa sawa. Jitahidi wewe uliyekuwa baba na mama mumjue Mungu. Yohana 17 na fungu la 3 linasemaje? 1, 2, 3 twende. Yohana 17 fungu la 3. 1, 2, 3 twende. Amina. Mpaka hapo. Uzima wa milele ni kutunza sabato. Hapana. Uzima wa milele ni kufanyaje? Kumjua Mungu wa kweli wa pekee, na Yesu Kristo aliyefanya nini? Aliyemtuma. Kwa hiyo baba na mama mjue Mungu. Ndiposa Ayubu anasema nini? Ayubu 22:21. Mjue sana Mungu ili uwe na amani, ndivyo mema yatakavyokujia. Ndio maana nimewasisitiza sana huu moto wenu. Mkichenga kushoto kulia nilikuwa nawarudisha hapa, sivyo? Hapa maana yake ni kumjua Mungu. Ukishamjua Mungu, hata kama una mke mkorofi utaishi kwa furaha. Hata kama una mume mkorofi utaishi kwa furaha. Kwa sababu uhusiano wako na Mungu hakuna mtu anaweza kuuingilia. Mjue Mungu ili uwe na amani, ndivyo mema yatakavyokujia. Na tumesoma jana fungu la Zaburi 119 na fungu la ngapi? 165. Wana amani nyingi waipendao sheria ya Bwana, wala hawana la kuwakwaza. Mjue sana Mungu. Tunasoma Mithali 14:26 anasema, kumcha Bwana ni tumaini imara, watoto wake watakuwa na kimbilio. Watoto wanayemcha Bwana wanapata mahali pa kimbilio. Lakini Mithali 17:21 anasema, azaaye mpumbavu ni kwa huzuni yake mwenyewe. Swali, hivi kuna mtu tu anazaliwa hivi tayari ni mpumbavu? Pastor, yule mtoto pale si ni mchanga? Eti azaaye mpumbavu ni kwa uangamivu wake mwenyewe. Kwani kuna mtu anakizaa kitoto kama kile kizuri vile halafu tayari kipumbavu? Ina maana vile mnavyomlea ndio anakuwa mpumbavu kulingana na malezi. Anasema azaaye mpumbavu ni kwa huzuni yake mwenyewe. Mithali 17:25 anasema, mwana mpumbavu ni huzuni kwa babaye na uchungu kwa mamaye aliyemzaa. Umesikia fungu hilo lilivyo? Mwana mpumbavu ni huzuni kwa babaye na uchungu kwa mama. Mama huwa anapata uchungu, baba anapata huzuni, lakini mama yeye uchungu. Ndiposa Mithali 10 fungu la 1 anasemaje? Mwana mwenye hekima humfurahisha nani? Bali mpumbavu mzigo wa mama. Wakati nalea wanangu kina Heri nilikuwa nawaambia, akikosea hivi nikikaa naye nakaa naye. Ndio maana niliwaambia sikuwa mimi. Bwana alikuwa anataka tu niwafundishe nyie, kwa sababu ile haikuwa akili yangu kwa ule umri. Namwambia, soma hapa wameandika nini? Mwana mwenye hekima umfurahisha babaye, bali mpumbavu mzigo wa mamaye. Unataka kuwa mzigo wangu mwanangu? Haya, soma hapa. Ujinga umefungwa ndani ya moyo wa mtoto, lakini fimbo ya adhabu itaufukuzia mbali. Soma hapa. Yeye ampendaye mwanae umrudi. Usimnyime mtoto wako mapigo. Ya sasa unasemaje mwanangu? Nichape tukalete fimbo mwanangu nikuchape. Mimi watoto wangu walienda kutafuta fimbo. Na uzuri niliyemchapa mpaka la kwanza mmoja tu, sikuchapa mtoto zaidi ya hapo. Huku chini ya miaka 7 anakwenda kuleta fimbo. Wakwako ukimwambia kalete fimbo anaenda kuleta, anakimbia, si ndio? Anakukimbia. Umemtengeneza, mmelingana. Unanikimbia, unawezaje? Kalete fimbo nikuchape. Akirudi akiwahi kusema naomba unisamee mama, na msamehe, ili nimfundishe msamaha wa mbinguni. Na usisahau, kama ulimsamee mtoto wako leo, kesho akakosea, usimkumbushe kosa la jana. Malezi yametufanya tuwe na ndoa chungu. Nyumbani ndivyo tulivyolelewa. Ulivunja glasi juzi na leo umevunja sahani, leo na kuchapa. Ndio maana kuna waume au wake wana diary za mioyo, wamefundishwa kwao.
kwamba ukikosewa unawekewa makosa. Alikuja babangu, umemlisha dagaa. Alikuja mjomba, umempikia ugali, na yeye anapenda ubwabwa. Unayakusanya kwa malezi ya watoto. Malezi ya watoto, malezi ni mchakato wa kumfanya mwanadamu afae kwa maisha haya ya sasa na maisha ya baadaye. Ni kumtengeneza kiakili, kiroho, kijamii, mpaka kiuchumi. Nikwambie, sawa watu wa Mungu, nimesema muombee mtoto wako kabla. Wakati wa ujauzito tunajifunza habari za mama Samsoni katika Waamuzi 13:14. Malaika alipoenda kwake alimwambia usile najisi, usinywe najisi. Mama mjamzito usile kila kitu. Na malaika alipoenda tena kwa Elizabeth, kwa Zakaria, alisema maneno hayo hayo, sivyo? Kumbe ukiwa mjamzito, ili utengeneze mtoto wa maana aliye tofauti, kuna vitu usile. Ibia mtihani. Lakini kuna wamama hapa, namu ya Coca-Cola. Anapiga Coca-Cola vizuri sana. Kila unachokula jiulize, mtoto wangu hapa anakula nini? Sawa watu wa Mungu? Watoto ni zawadi kutoka kwa Mungu, sio lazima uwe nao. Bwana anaweza kuruhusu usiwe nao na ukaishi tu kwa furaha. Hatuoane ili tuzae watu wa Mungu. Tunaoana kwa sababu tunapendana. Kama umeoa ili upate watoto, sasa una hasara. Oa huyo binti kwa sababu unampenda, azae watoto, asante Mungu, maana yeye hatengenezi wala wewe huumbi, ni Mungu zawadi. Sawa sawa? Katika Mwanzo 25 fungu la 21, Isaka aliomba. Wazazi wengi, wanandoa wengi, kama mtoto akikosekana wanamrushia jukumu hilo nani? Mama. Lakini Isaka alimuomba Mungu. Huyu baba alikuwa na akili, alimuomba Mungu na Mungu aliwasikia. Lakini ukisoma hayo mafungu utaelewa kwamba ni Mungu ndiye alifunga tumbo la Raheli na baadaye Mungu mwenyewe akafungua. Hakuna awezaye kulea watoto, hakuna duniani, isipokuwa Mungu anatutaka wazazi tumpe watoto wetu atufundishie. Mzazi unapojitoa kwa Mungu, basi hao watoto Mungu anaingilia kati, anakulelea katika ulimwengu huu. Ndipo fungu la Isaya 54 na fungu la 13 litakuwa la kwako, na watoto wako wote watafundishwa na Bwana, na amani yao itakuwa nyingi. Kwa hiyo jitahidi sana, mlee mtoto wako wa kiume kama mwanaume, na mlee mtoto wako wa kike kama mwanamke. Hii ni muhimu sana. Kuna kizazi kimeingia, watoto wa kiume wamedekezwa sana. Baba, baba, mimi sitaki kula chipsi, mimi sitaki kula ubabwa, mimi sitaki kula ubabwa. Baba na mama wanafukuzana mlangoni. Chipsi ziko wapi? Yaani mnageuka mtoto wenu ndo anawatiisha. Na mnatengeneza mwanaume fulani hapa nyumbani wa ovyo. Zamani kulikuwa na maneno haya, wanaume hawalii. Si yalikuwepo hayo zamani? Nimeshawahi sikia watu mnafundishwa kwamba eti wanaume ulie. Eti wewe lia tu, ulie mbele ya mkeo. Unataka ulie ili nikubembeleze au? Basi mume wangu jamani. Mume wangu. Yaani kweli yule mama pasta aanze kukubembeleza. Yaani ulie mbele yake ili akubembeleze na watoto waone baba analia. Nenda chumbani huko kama unataka, kalie mwenyewe huko. Usilie mbele ya mkeo bwana na wewe. Kwanza si tunalia ovyo. Unajua ukilia na mimi nitalia, maana sio kawaida. Mume akilia na mama si utalia eti? Na hiyo nyumba watu watakuja. Jamani samahani hapa nyumbani. Mko salama? Salama tu baba. Cheo kimeshuka ndo alikuwa analia. Leeni mtoto wa kiume kama mwanaume. Na ndio maana zamani watu walikuwa naenda porini kavu kavu. Hakuna kukunja uso, si ndio? Wanatengenezwa kuwa wanaume. Leo tuna wanaume malegelege, hawa wanaume malegelege. Hebu sikilizeni wazazi wenzangu. Hebu sikilizeni. Mtoto wako umempeleka chuoni. Kuna hiki. Mimi maisha yangu yote na mume wangu tumekaa chuoni. Kwa hiyo tunaona mtoto amemaliza kidato cha 6. Anakuja kujoin mwaka wa kwanza. Baba yake au mama yake anakuja kumsajilia, anasimama kwenye foleni. Hivi nyewe wazazi kweli hapo na mtoto kweli?
Na wauliza hapo una mtoto? Mbona huna? Mtoto anamaliza chuo kikuu. Kule wakati anasoma chuoni alikuwa na jiko la plate moja. Ana sahani, ana visufuria vitatu, kimoja cha mboga, kimoja cha ugali, kimoja cha ubwabwa. Anamaliza na alikuwa anapata bumu. Anamaliza chuo, anauza vile vitu vyote, then anarudi nyumbani na mabegi. Ukiwa binti nitakuelewa mwanangu, rudi nyumbani. Lakini akiwa mwanaume simuelewi, tayari alishapewa mtaji. Hatusomi ili tuajiriwe, tunasoma ili tupate uelewa wa kujitegemea. Karudi nyumbani, baba na mama mnaenda kazini, kumbuka mmeliacha jitu lina degree hapa nyumbani. Ana kazi ya kumsumbua hausigeri wenu. Saa vipi? Saa vipi? Msichana wa watu ukirudi jioni unamgombeza afanyi kazi, kumbe ni hili toto lako hapa. Dada anasafisha nyumba, anapanga vizuri, anakuja anatimua maana anaruka kochi hili kama paka. Anahamia kochi jingine anatimua, dada anakuja anapanga ili mama akirudi asione kumetimuliwa. Linatimua. Ni malezi gani tunalea? Kuanzia darasa la 4 mimi sikuwa nafanyia shopping mtoto wangu yeyote. La 4 tu linatosha, andika vitu unavyotaka. Uniform sawa ndio. Si uliona lile duka ambalo tulinunua kitambaa na kupeleka kwa fundi pale? Nunua vitu hivi, shika pesa nenda kanunue, na anakwenda anafanya. Second born alisoma sekondari Mtwara King David. Nilimsindikiza mpaka Dar es Salaam. Pale kama mnakumbuka kuna jengo pale Kibadamu Hotel, tulilala pale. Saa 11 magari ya Mtwara. Nikamwamsha nikamwambia, baba, you are a man. Maisha yako yameanza hapa. Mimi siwezi kutoka hapa eti nasindikiza mwanaume kama wewe, umemaliza la 7 unaenda form 1 nikupeleke Mtwara. Unakwenda shuleni mwenyewe. Nilichofanya kwenye basi, nimemuomba aliyekaa naye, naomba namba ya simu. Ikitokea kitu niwe na wauliza. Alikwenda. Matokeo yake amejitegemea akiwa bado tu anasoma. Mwanaume wa maana kabisa. Hebu lea mtoto wako kama mwanaume. Una mtoto wa kiume unaleta watu waje wafyeke nyasi, sio sawa. Unaleta wafanyakazi na yeye yupo, si sawa. Huyu mtumie. Maisha yenu ni magumu, na unali mwanaume hapa limemaliza chuo kikuu. Badala utengeneze kitu chochote akauze eti yeye kasoma. Kasoma nini? Alichosoma yeye nini? Ambacho hawezi kutafuta pesa hapa. Tengeneza uzao wako, mama na baba watengenezeni watoto wenu. Wengine mnaenda mbali. Kitoto cha kiume dada yake aliacha vinguo, unamvalisha ni mtoto tu aelewi. Katika ulimwengu wa roho ina maana kubwa sana. Mnyoe mtoto wako kama mwanaume. Unajua kuna vitu nyinyi hamuelewi kwa sababu hamtendei. Ni hatari. Sasa naomba mtu anisomee Kumbukumbu la Torati 19 na fungu la 27. Naomba nimalize kufundisha hiki kitu. Haya pasta, soma. Sikiliza kilivyoandikwa. 19:27. Ndio. Mambo ya Walawi ya mimi. Sorry. Okay, Mambo ya Walawi 19 fungu la 27. Biblia inasema usinyoe denge pembe za vichwani, wala msiharibu pembe za ndevu zenu. Tena msinyoe denge pembe za kichwani, wala msiharibu pembe za ndevu zenu. Haya maana tuambie kunyoa denge ndio kunyoaje? Haraka, muda wangu umeisha hapa, nitatolewa kabla sijasema. Nyosha mkono tusaidie. Nyosha mkono tuambie kunyoa denge ndio kunyoaje? Sio ndio, nataka tuambie maana ya kunyoa denge. Njoo mwanangu. Maana hatuwezi kusema wewe ndio kunyoa denge kama hatujui maana ya denge. Mwanangu, kunyoa denge ni kunyoaje? Kifupi ni kunyoa kama mimi, nywele za huko zinapungua, zinakuwa nyingi. Kwa hiyo kumbe ulikuwa unajua kwamba kunyoa denge dhambi Mungu amekataza na bado umenyoa.
Nenda. Naomba niseme hicho kitu, hamwezi kuelewa madhara yake. Naomba mnisikilize tafadhali. Sikiliza kwa faida yako na ya uzao wako. Denge ni mtindo wa kunyoa nywele kwa kuziacha nyingi upande wa juu katikati na kuziacha chache au kuzimaliza zote upande wa chini kuzunguka kichwa. Kwa lugha ya sasa ni maarufu kama panki. Zamani sana, nyakati za Biblia, mtindo huu waliokuwa wananyoa walikuwa ni watu wanaoabudu miungu, wakiamini kwamba kwa kunyoa vile watajikinga na madhara fulani ya kiroho. Lakini siku zilivyozidi kwenda, mtindo huu ulikuwa unatumiwa na watu wa ulimwengu kama fashion, kiasi kwamba walionyoa hivyo walikuwa wanajulikana kama wahuni wenye lengo la kupalilia zinaa na uasherati. Lakini zama hizi mtindo huu unatumiwa na watu wote hadi wachungaji, na hauonekani kuwa ni tatizo. Mtu anayenyoa denge na anayechanja shale ni wamoja. Zote ni alama katika mwili ambazo zinatambulisha ibada, na mpaka leo zinafanya kazi hiyo hiyo. Ni agano katika mwili wa mtu linalohubiri ibada za miungu, haijalishi mtu huyo anajua au hajui. Ndio maana kuna umuhimu mkubwa sana wa kufuatilia historia ya kitu kabla ya kukifanya hicho. Ngoja niishie hapa. Na ndio maana mnaona kwenye makwaya mengi uasherati ni mwingi, uzinzi, kwa sababu ya madenge. Wanaonyoa madenge wana mapepo ya uzinzi kabisa ya uasherati. Viasherati. Hata wenyewe ukiwauliza, hilo pepo wale linawatesa. Si hivyo tu, nakuta wananyoa hivyo, alafu wanavaa visuruali kama jogoo wa kizungu. Tusuruali tudogo kanaishia hapa. Na viatu wanavaa mwanaume mzima bila soksi. Ni uhuni. Hatuwezi kuwa na uhuni kanisani. Kibaya zaidi mpaka mashemasi. Shemasi anakusanya sadaka na ni uhuni. Hatuwezi kuwa na kanisa la uhuni na mliopewa dhamana mmenyamaza. Huu ni uhuni. Mungu amesema usinyoe denge, full stop. Ina maana unaponyoa denge umeenda kinyume na Mungu, na hiyo ni ibada. Wazazi, sasa swali langu, hivi wewe unasema wanangu hawapati kazi, hawaajiriwi, ni nani anaajiri huyu muhuni mnyoa denge? Si unajua kwamba chuo kikuu ukipiga picha ya hivyo haikubaliwi? Si unajua? Si haikubaliwi? Sasa kama haikubaliwi, kule ile picha ichukuliwe kwa faida ya kwako, ndio inakubaliwa wewe kunyoa uende kanisani ukamwimbie Mungu. Na unakuta vinapenda kuimba lakini vizinzi, vinaimba tena wanaimba vizuri kweli, lakini yale mapepo yamewavaa wakitoka wawili. Vinafanya uasherati, tunasumbuka lakini ni madenge. Hakikisha mtoto wako ananyoa kama mwanaume, a real man. Wanaume wananyoa kama wanaume. Halo. Mshindo tena mwenyewe kunyoa madenge. Kanyoa kama mwanaume. Sasa hivi hali ni mbaya. Ukinyoa denge sisi tunakuogopa, tunajua labda ndio umeshaingia kule. Ndio. Kwa sababu ndio wanavyonyoa. Sasa wewe umenyoa ndani mwanaume lijali, unanyoa hili nini? Na Mungu wako amekataza. Ni Mungu ndiye aliyesema usinyoe denge. Alafu unasema mimi nanyoa, Mungu sasa utanifanya nini? Halafu maisha yako yanaenda vibaya na unashangaa. Kanisa tunafanya nini? Wadada wanakuja uchi kanisani. Hakuna mtu anajali. Biblia inasemaje? Wamama watu wazima, tuwatie wanawake wadogo akili. Najua wamama wengi hawasemi kwa sababu wao wanaambiwa mimama mimbea. Mimi afadhali niambiwe mama limbea, ili ninapolea mtoto wa mtu, Bwana naye ananilelea wa kwangu. Wewe unataka uambiwe wewe mama ni wa Iringa ili kusaidie nini? Wacha wakwambie wewe ni mtu wa Mbeya, sawa tu. Hatuwezi kuwa na uzinzi. Visichana vinaimba kwaya lakini vina nguo fupi ajabu. Tuna shida gani yani? Kwa nini? Kwaya ambianeni, hii nguo unayovaa sio. Ukiona nguo huwezi kuinama hivi, hiyo nguo ina maana haifai. Goti hili, nyuma ya goti hapa, hiki kiwiko cha mwanamke hapa nyuma, huu ni uchi. Na hakuna mwanaume anayeweza kuona uchi wa mwanamke akabaki kama alivyo. Hayupo duniani, hajatokea. Biblia inasema hivi, ole wake
amkoseshaye mmoja wapo wa hao wadogo, ni heri angefungiwa jiwe akatupwe wapi? Baharini. Kanisani sisi wote hapa ni wagonjwa, yaani kuanzia yule pale mimi mpaka wachungaji wetu wote sisi ni wagonjwa, tunaumwa, ila tuna magonjwa tofauti. Kuna wengine ni kiti lakini cha kuegemea hamna, hao ndio kina Debora Urio, kwamba unaweza ukakaa lakini usijiegemeze utaanguka, kiti kibovu. Wengine mguu mmoja haupo. Sawa? Sasa tunapokuja ili tukarabatiwe na Yesu, Yesu anatengeneza vifaa vyake vya kazi humu. Amekuja na dhambi yake na msumbua kula zaka, wewe unamletea kwako ya uasherati. Kwa sababu amekuangalia wewe ulivyokaa mapaja yako wazi, anakuchukua kichwani, anaenda na wewe na anazini na wewe huna habari. Hiyo dhambi utaiungama lini? Na kwanza ukiwa mzuri, mabinti zangu wewe ni mzuri tu. Hata ungevaa gunia wewe ni mrembo. Na ukiwa mbaya wewe mbaya tu. Hata ukifanyaje. Mimi si unaona miguu yangu? Kwa zangu. Si unaniona? Mimi mzuri. Haijalishi mimi mzuri. Nafaa miguu yangu hivi lakini bado nimebaki kuwa mzuri. Tunatafuta nini? Sisi tumetengwa. Mungu anasema nimewatenga mpate kuzitangaza fadhili zangu. Unatangazaje fadhili na wewe unafanana na wale wenye wadenge? Ni fadhili gani unatangaza na huku unakaa uchi? Kama kanisani unakuja uchi hivyo, huko mtaani si ni hatari? Hatuwezi kuwa na kizazi cha hivi. No, hatuwezi. Ni lazima simameni viongozi wa kanisa. Na usikute nao wanadamu hawasemi, labda nao wanatamani kuona mapaja. Vile jana tuliwafundisha tulipokuwa kule wenyewe. Wamama, mjiruhusu wao baba waone huko ndani. Wewe saa zote mpaka chumbani unavaa nguo ya hivi. Sasa mume wako anakuona saa ngapi? Si ndio anatamani kuona vipaja vya hao wanaojiachia huko nje. Watu wa Mungu, kunyoa denge ni dhambi. Na hiyo imeingia, vijana wetu wananyoa hayo madenge. Jamani, wakinyoa wale watoto wale watu wanaocheza muziki kule duniani ni sawa. Maana ni usanii. Usanii si kweli yani. Usanii ni kitu cha sanaa. Lakini wewe unatuimbia kwaya. Kwa nini nasema sana kwaya? Kwa sababu hao ndio wengi. Vijana wengi wanaimba kwaya na wanafanya vizuri sana. Lakini ili msiingie kwenye dhambi, simameni kama watoto wa Mungu. Jitengeni na mambo yatakayofanya muingie kwenye dhambi. Kwa sababu ukijitenga kama unaimba kwaya na dadako na mapaja yako wazi kila mara, utabaki kama ulivyo. Si hapana? Asa mtaimba kwaya hapo au mtaimba kwaya? Si mtakuwa mnaimba kwaya? Na niwaambieni kitu, vijana wangu wa kiume. Viazi unaweza ukachimba tu hata na mkono. Viazi huwa vinakuwa juu. Gold ndio inachimbwa chini mbali. Ukiona binti anajiacha uchi, yeye si wa maana, ni mbaya ndio maana. Kwa hiyo wala usihangaike naye. Wewe unaoa mwanamke anaacha mapaja yako waziwazi kwa watu mpaka yanakuwa meusi. Mnasemaje sasa? Shasema. Mnasemaje hapo? Tunataka wanaume wawe wanaume. Na wanawake wawe wanawake wenye staha. Maana kazi ya mavazi ni kusitiri mwili. Biblia inasema, sina muda wa kusoma mafungu. Sijasema ukavae kama hili la kwangu, hapana. Vaa kama mdada, lakini vaa kwa adabu. Usiache mapaja yako wazi. Na wanakaaga hivi, niangalie wanavyokaa. Mimi sielewi. Umetoka nyumbani mwenyewe, wanakaaga hivi. Yaani uchukue Biblia ya Mungu takatifu au kitabu cha wimbo au lesoni ndio uvae. Na unakuta kila akitembea anafanya hivi. Sasa hiyo nguo itaongezeka kweli kwa kuivuta na umetoka nyumbani? Sisi watoto wa PF waliimba wimbo, waliimba ngonjera. Wanasema fundi amekosea au kitambaa kilikuwa kidogo. Kwa nini uvae nguo ya mdogo wako? Unajua hiyo yenyewe tu unajishusha thamani. Yaani wewe sio mtu wa thamani, sio mtu wa maana. Achana na wasichana wanaovaa ovyo.
huyo sio mwanamke wa maana, kwa sababu unamtegemea yeye ili akusaidie wewe. Kazi ya mke ni kumsaidia mumewe. Sasa atakusaidia nini wewe mkauchi? Kanisani hatuoni wanaume. Ndio, ni kweli tunawafundisha vijana wasiwaoe. Ndio maana hamna kanisani, wako kule nje. Bahati mbaya unavaa nguo zao na uko humu. Karekebisheni, Biblia imekataa. Utakosa mbingu kwa ujinga. Wa mama, baba, angalia mtoto wako ananyoaje. Anyoe kama mwanaume, a real man. Anyoe kama mwanaume. Binti yako avae kama mwanamke. Avae kwa kujisetiri, kwa adabu. Ajipambe kama mwanamke wa Mkristo. Ungejua asili ya rasta usingeziweka kwenye kichwa chako. Ungejua asili ya wigi usingelivaa kichwani kabisa. Kwani mnajua mawigi yanatokaga wapi? Hasa yale ya bei kubwa yale. Yale yanatoka wapi? Eti yale mawigi yanatokaga wapi? Mawigi yale yanatoka India. Umesema vizuri baba. Kila mwaka Wahindi wanaenda kwa Mungu wao, kwa miungu yao, wanaenda kutoa nywele, wanampa miungu sadaka. Hivi mmeshaelewa? Wanaenda kutoa kafara zile nywele kwa miungu. Wakishatoa, mapepo yote yako bure kwenye nywele. Sasa wale ndio wanatengeneza, wanaziuza. Ndio maana mambo yako hayaendi, magomvi kila siku nyumbani. Mimi jamani nafanya kila kitu kwa mume wangu, lakini mume wangu mwenyewe, una mapepo nyumbani wewe, unafikiri amani itakuja? Mnaomba juu juu. Alafu aliyekuambia ukivaa yale madude unakuwa mzuri nani? Wakati nywele si zako. Wewe utakuwaje mzuri kwa nywele za mtu? Angalia wenyewe mlivyopendeza na nywele zenu hizo. Hadi raha. Nitakuunganishani na mtu ambaye nywele hizo zitafika hapa. Sawa Nitawaunganisha na mtu anakuza nywele hizo za asili mpaka unapenda. Sawa Hata ukichukua tu mafuta ya nyonyo alafu unapaka kwenye ngozi. Mafuta ya nyonyo ni mafuta mazuri kuliko mnavyofikiri. Yanakuza nywele sana, tena haraka tu. Wakati mimi net event niliamua niende na nywele ndefu nibane. Kwa miezi miwili nywele zilikuwa za kubana tayari. Lakini baadaye nikajiona kwenye kioo nikasema, mimi bwana nilishazoea nywele fupi, hata sipendezi. Nikazinyoa tena. Mara ya mwisho mimi kuwa na nywele ndefu 2000, mwaka 2000. Nilikuwa na nywele hapa. Baada ya hapo siwezi tena. Wewe kuwa na nywele lakini yako. Itunze nywele yako vizuri kabisa, lakini ya kwako. Manywele ya watu haupendezi kwa sababu sio zako. Sasa unapendezaje nywele si zako? Halo? Mama Mkristo kabisa, umekaa kabisa. Sio hivyo? Halafu ninashangaa nyumbani kuna mwanaume kabisa na yeye anajiita mwanaume, na kanisa wanampaga na vyeo, wanamwona ana akili, kumbe hazimo. Hazimo kwa sababu umepewa mke umpeleke mbinguni. Sasa kama uwezo kumsaidia wewe, unataka kumsaidia nani? Nani ataenda kumsaidia mkeo pasta? Si wewe mwenyewe. Sasa kama wewe ndio unapaka rangi na unamwangalia nywele za maiti anaweka kichwani, wewe unamwambia tena, unamwambia leo wakonda wakondele hakondele kwenye kitu gani? Unajua waume zetu pia wanatukosesha, na wanatukosesha hapa wa mama. Ukinyoa nywele zako vizuri hasemi mama umependeza. Mama akienda kusuka haambiwi umependeza. Yaani wa baba, hebu niambie hapa mke wangu aonekane vizuri. Hata hivyo najipamba kwa ajili ya mume wangu, sivyo? Mume wangu kiniambia hivi sivyo, mimi nitaacha. Si mimi najipamba kwa ajili ya mume wangu. Sasa ukiniambia aina hii ya mapambo mke wangu, hapana. Mungu anakataza, lakini pia mimi haunivutii. Mimi nitaacha. Wa baba, mkeni, saidieni familia kuwa na Yesu nyumbani, nyumba salama. Yesu ndani ya baba, nyumba salama. Yesu ndani ya mama, furaha nyingi. Usiniulize habari ya kusuka, maana Biblia imekataza, imesema usiniulize. Sasa kushuka kawaida je? Usiniulize hiyo fungu, maana yapo yamekataza. Usiniulize kwa hiyo. Haya, kuna swali gani? Karibu.
Wewe hapo unaonaje? Basi ndio itabaki kwa dhani. Sikia, ni kwamba sina muda, lakini kuna namna unaweza ukala vyakula ambavyo nywele zako hazitakuwa na mvi. Sikumbuki kama nimeshawahi paka piko. Si ile madude unapaka zitakuwa nyeusi, mimi sipaki. Ukizingatia pia hata kwetu sisi hatunaga mvi. Dada yangu ni wa mwaka 60. Lakini mama yangu mzazi ana miaka 81. Unahesabu mvi. Lakini kuna vyakula mvi hazitakuja. Nywele zako zitakaa vizuri. Kwani kuwa na mvi maana yake ni nini? Si mnajua maana yake? Kuwa na mvi maana yake nini? Yaani kwa nini mtu umri ukienda ndio unakuwa na mvi? Nini kimekosekana? Virutubisho fulani, si ndio? Sasa ukila mlo mzuri, ndio maana nawaimbia hapa. Sile sukari, sile wanga mweupe, sinawaimbia. Na maanisha hivyo ili uwe na afya njema, ili ujipende, ili upendeze. Si nimekaa na ninyi hapa tangu juzi, si nimeona vile mimi nakula. Sawa hawajaniona Usime kila kitu. Kuna namna unafanya nywele yako inakuwa nyeusi, nywele yako inakuwa. Kwa sababu hata ukichukua tu mafuta ya nazi mengi, nikiwa na nywele kama huyu hapo, mengi alafu nikayaweka mafuta mengi na nikawa nazivuta na chana, nywele zinanyooka vizuri sana. Unakuwa kama umeweka relaxer na hujaweka. Sawa Swali jingine. Karibu. Ndiyo baba. Nasema kwamba mimi nashukuru kwa hili somo, kwa sababu mimi binafsi kwa kweli kuna nyakati ambazo huwa najiuliza haya mambo ambayo umefundisha hapa. Nimeona kama siku hizi mambo yameendelea kuwa Waadventista tumepoteza ule alama ya Uadventista. Identity, yes, kwa tafuta neno kwa Kiswahili. Siku hizi nimeona sana Waadventista wengi wanawake, watu wazima wanavaa nguo fupi sana zaidi ya kawaida, lakini ndani ya kanisa tunakaa tunawalaumu wa binti, wakati mimi ninavyoona wa binti hawa watakuwa wanajifunza kutoka kwa hao watu wazima, kwa sababu mtu mzima ukishaonekana vile ni kama umetoa ukubali kwa hawa wabinti wadogo ambao bado wanakuwa. Wajua vijana wadogo wanapokuwa wanakuwa wana mambo ambayo wanayatamani. Ndio maana katika kusema pale umesema kwamba lazima tuwafundishe. Unaposema kwamba ufundishe mtoto akue kama mwanaume, hata anataka kuwa legelege kwa sababu mwili wake au passion yake inamuelekeza hivyo, wewe nitakuwa uielekeze tofauti. Sasa kama binti anatamani kuvaa nguo fupi, alafu mama mzazi na wewe unavaa nguo fupi, alafu baba upo nyumbani naye umenyamaza, huo moja kwa moja ni ukubali, hata kama hujatangaza kwamba mwanangu vaa nguo fupi. Lakini kitendo cha baba mimi kunyamaza, mama kunyamaza, maana yake nimwambia huyu binti vaa, haya nyumbani amekubalika. Sasa kwa mifumo ya siku hizi, binti wa mzee Mabuba akija kanisani amevaa nguo fupi, mzee mwingine hawezi akamwambia, kwa sababu siku hizi maisha ni kama vile kila mtu na maisha yake. Mama ameruhusu, baba ameruhusu. Sasa unamwambiaje? Hakuna hata ujasiri sana. Kwa hiyo mimi nataka kusema kwamba wazazi ndani ya familia ndio tumechangia sana hili jambo kuwa kubwa. Tunapowalaumu sana wa binti au vijana, hata mimi huwa nachukia sana nikiona vijana hawajavaa socks. Sasa kwa socks afadhali mimi wanawaambia kidogo vijana, sasa socks unaacha kuvaa kwa misingi ipi? Visuruali vifupi na wengine kama hayo. Kwa hiyo nataka kusema kwamba wazazi na viongozi ndani ya kanisa
tumechangia. Lakini kwa niongeze kingine, wanawake mimi kama nawashambulia sana kwa mambo ya mitindo, kwa sababu kama siku hizi mimi mpaka nimesahau mpaka najiuliza hivi kanuni imesharuhusu labda siku hizi rangi. Maana naona kama watu wengi ndani ya kanisa, hata wale ambao nisio watarajia wawe ni wake wa viongozi wakubwa ndani ya kanisa, wawe yani unakuta wako hivyo. Alikadhalika ndio wanaofundisha, na tunaona wachungaji wetu ni waguse kidogo, nao wamenyamaza kimya, hawasemi kitu. Haya mambo yanaendelea, wako tu. Mimi kuna wakati fulani kanisani kwetu pale, mzee mmoja alishakuwa marehemu, tulikuwa tunafanya mahojiano na mbatizo mmoja siku moja, akawa amesuka rasta pale. Sasa yule mzee akamwambia, sasa binti yangu, mambo ya rasta haya achana nayo tena, kwa sababu unapoenda kubatizwa. Sasa wakati anasema hivyo, mjumbe mmoja wapo wa kike alikuwa amechelewa kuingia kwenye kile chumba cha mahojiano. Yeye akaingia, sasa ametia zile rasta. Tena nikaanza tena ninajiuliza, sasa hivi hapa huyu anayebatizwa hivi kweli tunachomwambia na hiki hivi, sasa hapo tunasema nini? Kwa haya mambo yani tunawachanganya wale tunawalea kama watoto wadogo, mabinti, hata wale ambao tunawabatiza pia tunawachanganya. Na hata ukichunguza tu rate ya watu kupotea ni sisi ndio tunaikuza. Kuweka hereni, mimi hata sielewi. Kuna mambo sielewi, wanaoga natamani wachungaji wanifafanulie hata nielewe. Watu wanaweka hereni, watu wanavaa cheni. Hata siku hizi kuna status ya mtu anapiga picha zake, afa anapiga status, afu tunamuona, alafu Jumamosi hayupo tena kwenye hereni. Sasa mimi nachanganyikiwa, nasema hivi kanuni imebadilishwa au nimefanywa nini? Yani maana sielewi. Kwa kweli nimepotea sana. Asante. Sasa sikia, mimi ndio naenda kumaliza na hapa nimeshamaliza. Kwa hiyo switch off. Haya, switch off. Izime. Nisikie.